Oi. Napaza sauti yangu ni sauti ambayo inasikika kila sehemu, kila mahali, kila wakati. Ni sauti ambayo kila mtu ameizoea sasa hivi. Yoyote anayesikiliza YouTube channel ya Fabidigo, BM Zakaria Online TV, yes na Jodaka Standard TV. Mimi ndiye Fabidigo ambayo unanisikiliza kwa sauti yangu, na hizo unaifahamu, sura utaitambua. Tunaanza kurusha video vya kuonekana, video vinavyoonekana utanitambua kwa sura kwamba mimi ni nani naongelesha haya maneno. Leo nakuletea habari nzuri sana kuhusiana na mpira, michezo, kandanda, burudani, kitu kinachopendwa duniani. Asante sana. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare habari zetu hizi kwenye YouTube channel husika ambapo unasikiliza hii sauti. Nasema asante sana kama wewe utakuwa ni mdau wa kutufuatilia sisi, mambo mazuri yale tunayoyatoa. Asante sana. Habari niliyoleta ni ya muda mfupi kama vile dakika 6, isikiliza hadi mwisho. Baada ya Simba Football Club kuona kwamba Yanga wanawaonea sana kuwachukulia wachezaji wao, sasa walianza na kibabage, leo wanaenda sehemu nyingine. Simba Football Club wamechukuliwa sana wachezaji na Yanga, hata kama wanaondoka wakiwa wametemwa au wamemaliza mkataba wao, lakini Simba Football Club kumbe ilikuwa inawauma, kwa sababu unapomchukua mchezaji mkubwa kama vile Chama, Shabara na wachezaji kama kina Bareke ambao walikuwa ni mastaa katika Simba Football Club, ina maana kwamba unafanya kwamba mashabiki wa Simba wale walikuwa wanapenda wale wachezaji waone viongozi kama ni wajinga wale viongozi wa Simba. Mwisho wa siku inaonekana kwamba Engineer Hersi alikuwa ni mbunifu sana kufanya hivyo kitu, ndio maana mara nyingine wamefanikiwa kuifunga Simba mara 6 mfululizo. Inawezekana ni siri za wachezaji wale waliokaa muda mrefu kama kina Mkude, wakina Chama na mchezaji kama vile Bareke. Shabara amekuwa kapteni wa Simba muda mwingi, lakini pia wote walichukuliwa kwenda Yanga. Kuna wachezaji kama Mkude, Jonas Mkude alienda Yanga, na mchezaji kama Clatous Chama walienda Yanga. Kumbuka Chama alikuwa ni star wa Simba, Mkude alikuwa ni kapteni wa Simba zamani na kuwa first 11 panga wa Simba Football Club. Ile Simba mafanikio, Mkude hauwezi kumkosa. Lakini kama wenyewe Yanga waliweza kumchukua Mkude, unategemea kuna nini aliwapa Mkude? Walimpa milioni 10 mshahara, alafu mwisho wa siku anapiga benchi. Maana yake kuna kitu walikuwa wanakitaka kwa Mkude. Inawezekana ni siri ambazo walikuwa wanaambiwa kwamba Simba wanafanya nini. Kumbuka kwamba Yanga walifanikiwa pale ambapo wameachukua sana watu kutoka Simba, ndipo wakafanikiwa timu yao kuiongoza mpaka kafika robo finali mwaka 2024. Ile Diamond yupo. Unakwambia kwa nini? Mara kwanza walianza na Senzo, kumchukua Senzo kushindana na Simba, wakamchukua Senzo. Mara pili wakaanza kumchukua Manara. Unafikiri Manara walimtaka msemaji? Hapana, walikuwa wanataka mbinu za Simba Football Club, kwamba Simba wanafikieje kule klabu bingwa. Tatu wakaja kumchukua mchezaji mwingine ambaye anaitwa Mkude. Wakamchukua Mkude, wakamchukua Chama, wakamchukua Shabarasa hivi, wakina Bareke, yani wote hao nakwambia sio kwa maana ya kutaka kuacheze mpira. Ndio maana ukimwangalia Chama alivyoenda Yanga akawa anapigwa benchi muda wote. Nakwambia ukweli, viongozi wa Simba na wa Yanga sasa hivi wanapambana kwa nini? Kwa sababu ya kutaka kujua na siri. Baada ya kuona Simba wamepigwa sana na Yanga na siri zao zinatoka nje ya kambi, na kuona kwamba wanaotoa siri za kambi inawezekana ni wachezaji wale waliokaa muda mrefu Simba, na viongozi kama vile na wasemaji kama vile Haji Manara. Sasa Simba wamekuja kuwasha moto sasa hivi. Wamekuja kuwasha moto, wanataka waanze na ubabe wao ule waliosema ubaya ubwela wa Simba Football Club umeanza kidogo kama unabahatisha. Na kumbuka mwaka huu au msimu huu tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2026 Simba na Yanga walikutana kule Zanzibar, Amani, uwanja ule. Lakini hadi leo mashabiki wa Yanga hawapendi kukumbuka ule mchezo, kwa sababu Simba wamekuja na mbinu zao za ubwela, kwamba ubwela ulifanya kazi kumchukua Kibabage, ulifanya kazi kumchukua Chama kidogo, hao watu wawili. Kumbuka tulirusha klipu ya kwamba Chama anamjua mganga wa ubaya wa Yanga Football Club. Hiyo tulisema kwa maana kwamba tulimfuatilia Chama na kumdadisi. Kumbuka kwamba Yanga wakicheza uwanja wa Mkapa wenyewe wanapita
wapiti mlangoni, wanakuwa napita milango mingine. Ndio maana wakaona bora wapeleke Zanzibar Simba. Lakini kwa nini walikamatwa na Simba? Ni kwa sababu siri za Yanga zimefichuka pale Simba Football Club. Waliozifichua ni akina nani? Wanasema unaikula naye ndiye anajua siri yako. Sasa Chama alivyoenda kule na Kibabaga alivyoenda kule, inawezekana kuna visiri Simba wamepata. Ndio maana Yanga wamekamatwa mpira, kila kitu walikamatwa, position walikamatwa, kuna kitu kinaitwa shot on target walikamatwa, kila kitu, hata offside walikamatwa, goli walifunga Simba walikataliwa. Kwa cha kusema Mungu aliwasaidia tu Yanga. Nikwambia ukweli, sasa Simba anaenda kufanya ule msemo wao wa ubaya ubwela. Ubaya ubwela maana yake kwamba hawatachukua mchezaji kwa lengo la kumchezesha. Lengo lao wanataka wajue mbinu zile Yanga ambazo wamefanikiwa kumfunga Simba mara nyingi. Hii ni kitu gani? Ndio maana nasema ubaya ubwela. Sasa mchezaji mmoja ambaye anayefahamika kwa jina la Kibwana Shomari ni mchezaji ambaye anahusika sana kuchukuliwa na Simba Football Club. Wengi wao wakihisi kama kiwango chake ni kidogo, na hata wengine wakasema Kibabage kiwango chake ni kidogo, lakini wengi Kibabage wamemsifia siku ya dabi na kwamba ni dogo ambaye amekiwasha kuliko wachezaji wengine. Kibabage alicheza mpira na Simba na Yanga ile mechi ya tarehe moja, hakuna aliyetegemea. Kibabage alivuja jasho ya damu na jasho la maji ili kuweza kuililia nembo ya Simba Football Club, na akawaaminisha watu wengi kwamba yeye ana uwezo wa kucheza big mechi. Big mechi ya Tanzania hii ukicheza Yanga na Simba, hiyo ni big mechi. Big mechi ya Tanzania hii ukicheza Yanga na Simba na Azam au Yanga na Azam, hiyo ni big mechi. Kwa hiyo basi watu wamefunga mdomo kwa Kibabage kwamba basi ni mchezaji anayefaa, maana mpira uliochezwa siku ile, sisi tuongei kwa ushabiki, tunaongea kama chombo cha habari. Kila kitu Yanga walizidiwa, walikuwa naomba wa mpira uishe, mpaka golikipa wao ndio maana akapewa man of the match ambaye anaitwa Diara, baada ya kulalala sana kupunguza kasi ya timu ili timu isije kafungwa. Habari hii bwana, habari hii tunayo kwamba Shomari Kapombe ishaanza kuongeleka kwamba anachukuliwa na Simba. Na Shomari Kapombe not Shomari Kapombe kumlazi. Unajua Kibwana Shomari na Shomari Kapombe ni watu wanaoendana majina, afu wote wa Morogoro. Kwa nilivyojua Shomari, Kibwana Shomari, nilijua ni Shomari Kapombe, lakini mwanzoni nilianza na Kibwana Shomari. Kibwana Shomari anahisiwa kwenda Simba dirisha kubwa likifunguliwa, kwa sababu ya anatakiwa akalisi mkoba wa Shomari. Hata kama Simba atasajili mchezaji mwingine namba 2 wa nje, wanamuona umri wa Shomari Kapombe unaenda, nani atamlisi? Japo kuna Duchu, lakini wanasema Duchu hawezi kufanana Mikike na Kibwana. Lakini vile vile ni siri ile niliyokuambia kwamba Simba lengo lao ni kujua siri za Yanga ili tu waache kuwafunga mara nyingi. Wanataka wafanye ubaya ubwela. Sasa kama unanisikiliza na kwa makini huko vizuri, kama Fabidigo ni TV yako au BM Zakaria ni TV yako, basi subscribe hapo chini, like, comment, share na kuweza kututumia message kwenye email box. Ukiziangalia hapo BM Zakaria, Fabidigo, tuma message kwamba tuko vizuri. Kama umeshindwa, andika chini ya video kama comment, kama maoni, tuambie unachohitaji ni nini, na comment zako usisiwe za matusi, ni ziwe za lugha za Kiswahili au Kiingereza ambacho tunaweza kukuelewa nasi tukakujibu kulingana na studio yetu inavyokuwa, ili nasi tuweze kuwa vizuri katika mawasiliano. Kumbuka wewe ni mdau wetu, ni mkubwa wetu, ni mteja wetu, ni mtu mkubwa kwetu, wewe ni bosi wetu. Tunakuthamini, ndio maana kila wakati tunahangaika kutafuta habari tukuletee hapo ulipo. Nasema hivi, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare habari zetu. Asante sana.